Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa ligi kuu soka Tanzania bara almaarufu kama NBC Premier League ambao tumetoka kutazama siku ya jana kutokea katika uwanja wa Sokoine uliopo mkoani Mbeya ni mtanange ambao umekutanisha klabu ya soka ya Yanga Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Tanzania Prisons, ambapo mchezo huu uliweza kumalizika kwa klabu ya soka Yanga Sports Club kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 5-0 dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Tanzania Prisons ama wajelajela. Na klabu ya soka Yanga Sports Club kwa upande mwingine mabao yao yalitokana katika kipindi cha kwanza na kipindi cha pili. Fahamu klabu ya soka ya Yanga Sports Club katika dakika ya 31 kupitia kwa Mudathiri Yahya Abbas aliweza kuitanguliza klabu ya soka ya Yanga Sports Club, lakini kabla ya kwenda mapumziko, yani kipindi cha kwanza kumalizika, tunashuhudia Mwamba Lusaka Clatous Chama aliweza kuipatia klabu ya soka ya Yanga Sports Club bao la pili, mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipenga chake kuweza kuashiria ni muda wa mapumziko, basi klabu ya soka ya Yanga Sports Club walikuwa kifua mbele kwa mabao 2-0. Katika kipindi cha pili Yanga Sports Club wakarejea na moto ule. Tunashuhudia katika dakika ya 56 kupitia kwa Pacome Zouzoua, profesa huyu aliweza kuiandikia klabu ya soka ya Yanga Sports Club bao la 3, lakini tunashuhudia katika dakika ya 61 kupitia kwa Israel Patrick Mwenda fullback namba 2 wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Yanga bao la 4, lakini kabla ya mpira kumalizika Pacome Zouzoua kwa upande mwingine akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Yanga bao la 5, na mpaka mwamuzi wakati anapuliza kipenga chake kuashiria mpira umemalizika, basi klabu ya soka Yanga walikuwa kifua mbele kwa mabao 5-0. Kunako msimamo wa ligi kuu ya NBC kwa sasa klabu ya soka Young Africans ama timu ya wananchi wapo katika nafasi ya kwanza, ambapo Yanga wamecheza michezo 28, katika michezo 28 wameshinda michezo 25, sare mchezo mmoja pekee, huku wakipoteza michezo miwili. Young Africans ama timu ya wananchi ndio klabu ambayo imefunga mabao mengi, wakifunga mabao 76, huku wao wakiruhusu mabao 10. Goal difference ni mabao 66 wakiwa na alama 76 katika nafasi ya kwanza ya msimamo wa ligi kuu ya NBC. Lakini katika nafasi ya pili wapo wapinzani wao ambao ni Simba Sports Club, ambapo Simba nao pia wamecheza michezo 28. Katika michezo 28 Simba wameshinda michezo 24, huku sare ikiwa ni michezo mitatu, wakipoteza mchezo mmoja pekee. Simba Sports Club wamefunga mabao 68, huku wao wakiruhusu mabao 11. Goal difference ni mabao 57 wakiwa na alama 75 katika nafasi ya pili ya msimamo wa ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo tofauti ya alama kati ya Simba na Yanga Africans ni tofauti ya alama moja, kwa mbio za ubingwa bado ziko pale pale, kwa sababu tunashuhudia kwa sasa vilabu vyote viwili vimesalia na michezo miwili ya ligi kuu ya NBC. Bwana, kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa Yanga Sports Club unaamini Yanga Africans watakwenda kubeba ubingwa msimu huu, like video yetu. Sasa mara baada ya mchezo wa Yanga Sports Club na kikosi cha timu ya soka ya Tanzania Prisons kumalizika na klabu ya soka Yanga kuweza kufanikiwa kuibuka na ushindi hapo siku ya jana, kupitia meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka Yanga Sports Club Ali Kamwe ameweza kufunguka maneno yasemayo. Anasemaje? Hatuna dakika za kupoteza. Jana mechi, leo asubuhi kikosi kimerudi tena kwenye uwanja wa Sokoine kufanya mazoezi kabla ya kuanza safari ku Dar es Salaam. Ombi langu kwenda kwenye matawi yote Yanga Sports Club nchi nzima. Maandalizi ya Kariakoo Derby yanaendelea, viongozi wangu, na inshallah heshima ya Yanga itapatikana Benjamin Mkapa Juni 25 inshallah. Kazi. Huyo ni meneja habari na mawasiliano, akimaanisha kwamba licha ya kocha Yanga Sports Club siku ya jana kuweza kucheza mechi, basi siku ya leo wameweza kurejea na kufanya mazoezi, na anaamini watakwenda kumchapa Simba Juni 25 katika mchezo wa Kariakoo Derby. Nini maoni, nini mtazamo kwa hiki ambacho amekisema meneja habari na mawasiliano wa klabu ya soka ya Yanga Sports Club? Toa maoni katika comment na sisi tutakuja kuyasoma maoni yako.